kwenye msimu ambao Simba wamekuwa wabovu kutoka kwenye uongozi, kwenye kubadilisha makocha, kubadilisha wachezaji, Simba imeishia hatua ya makundi katika klabu bingwa Afrika. Na kwenye msimu ambao Yanga amekuwa na kikosi bora na uongozi bora, Yanga ameshindwa kufuzu katika hatua ya robo finali. Kati ya timu hizi mbili unadhani timu gani itakiwa ijutie zaidi kushindwa kufuzu hatua ya robo finali? Bila kupepesa macho, mimi naweza nikasema ni Yanga. Kwa sababu gani? Baada ya game mbili za hatua ya makundi, zile game mbili za kwanza Yanga alikuwa na pointi 4. So alikuwa na nafasi kubwa ya kufuzu hatua ya robo finali kuliko Simba ambaye baada ya game 3 alikuwa na pointi 0. Lakini ndio football, kitu ambacho Yanga atakuwa amejifunza msimu huu ni kwamba katika klabu bingwa Afrika hatua hii ya makundi unatakiwa maamuzi uwe nayo wewe. Yaani sio kama unacheza mechi unasubiria mtu mwingine akusaidie. Yaani unasubiria mechi fulani, matokeo fulani ndio wewe ufuzu katika hatua inayofuata. Yaani maamuzi utakuwa uwe nayo wewe. Kwa hiyo kitu ambacho watakuwa wamejifunza Yanga, na wamemaliza katika high frequency kwa sababu wameshinda goli 3 bila, na pia wameonyesha kiwango kizuri kabisa katika mchezo wao wa mwisho.